Culture Media Trend. Education, entertainment and promotion. Kila mtu anajua kwamba Kristo hakuzaliwa Desemba 25. Krismasi ni siku ya washenzi waliosherekea hata kabla Yesu Kristo hajazaliwa. Kwa sababu walikuwa wanaabudu jua, waligundua kuwa siku ya Desemba 21 jua ilikuwa mbali kabisa na dunia. Lakini Desemba 25 jua ilianza safari yake kukaribia dunia. Hii ilikuwa hakikisho kuwa mwanzo wa mwaka mwingine. Siku hii ilijulikana kuwa siku ya kuzaliwa jua. Ilibidi Rumi kubadilisha iwe siku ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu ili washenzi wakubaliane na Ukristo. Hivi wakafanya sherekeo la washenzi kuwa siku ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Hiyo ni ushahidi tosha. Nimenukuu kitabu hichi ambako nimenukuu maneno ya historia. Kitabu hichi kinaitwa Mpinga Kristo, ambako nimenukuu Krismasi vile maneno ilivyoanza. Na maneno ile ya Tamuzi, kuzaliwa na kuliwa na nguruwe, nimesoma kitabu ambacho mwanahistoria mzuri ambao huyu bwana anajulikana kama Alexander Hislop. Katika kitabu chake cha Alexander Hislop, katika kitabu chake ukurasa wa 51, the book called The First Divine Incomprehensible Trinity, the two Babylonians, Alexander Hislop, page 51. Maneno ya Tamuzi, vile malikia yule alidanganya watu, bwanake ameenda mbinguni, vile alibadilika jua, mtoto wake akaliwa na mnyama nguruwe. Nimenukua hapo ili isionekane ni maneno yangu mimi mwenyewe. Na watu walikuwa kuna miungu wa Babeli, miungu. Hata Qurani sura hii ya 6 vile nimesema aya yake 50 na 76 mpaka 78 unaweza kuona pia Qurani imenukuu vile watu wa Babeli walikuwa na miungu, jua, mwezi na nyota. Sasa turudi katika Biblia. Katika Biblia hii ndio kitabu pekee dunia nzima, hapa narudia tena serious. Ndio kitabu pekee ambaye kinamwelezea Yesu kwa kina kuliko vitabu vyote kama vile Qurani, kitabu kama vile cha Hinduism, cha Buddhist, vitabu vyote. Biblia pekee inakuelezea kutabiriwa kwa Yesu. Hakuna kitabu imeeleza kutabiriwa kwa Yesu, kuja kwake, kazi yake, huduma, kubatizwa kwake, hakuna. Kifo chake hakuna, kufufuka kwake, kupaa kwake, kurudi kuchukua kanisa hakuna. Biblia pekee. Na ile aya ndani ya Biblia ambayo inazungumzia tarehe 25 Desemba ni kitabu cha Yeremia 50 na ngapi? 52 aya yake ya 31 hadi 34. Unaweza kuta wakati wa Israeli walifanya uovu, Mungu alimtumia mfalme wa Babeli, anaitwa Evili Merodaki, kumchukua mfalme Yoakin wa Yuda na kumpeleka Babeli na kumtia ndani gerezani. Na ilipofika tarehe 25 Desemba aliamuru atolewe, akavikwa mavazi mazuri, akatengeneza karamu, wakakula naye chakula kizuri daima. Na hapo ndio misingi ya dunia yote. Marais wengi walibuni hapo mbinu ya kuwasamea wafungwa na kuwatoa gerezani. Ushaona, hii ndio inazungumzia kuzaliwa kwa Yesu, si tarehe 25 Desemba. Biblia imenyamaza kimya. Na ukinukuu pia kitabu hiki ambacho kinaitwa Ezra sura yake ya 10 aya yake ya 9 na 13, kama Yesu angezaliwa Desemba kweli, unaambua mwezi wa Desemba ambako kule kwa Wayahudi walikuwa naita Kislev, ule mwezi ni wa baridi sana, ambao ukikusoma kitabu cha Luka 2 aya yake ya 8 na ya 14 unaweza kuta wakati Yesu alizaliwa wachungaji walikuwa wako nje. Sasa mwezi wa Kislev vile Ezra anatuelezea ni mwezi ambao ulikuwa una baridi, tena mvua, hata ilikuwa watu hawezi toka nje. Ukiona ya kwamba inakinzana na kuzaliwa kwa Yesu. Na ukisoma kitabu cha Luka, naongea kwa wale wanafunzi wenye kusikiza kufuatilizia ili uone si mambo yangu ushahidi. Mimi naendaga na ushahidi ili hata kupeleka kote yote hapa dunia vitabu ndio vishikwe, si mimi. Maana mimi nasoma, napeleka ujumbe ili watu wasipotee. Tunaelewana? Sasa basi ukisoma kitabu cha Luka sura hii ya 1 aya yake ya 26 mpaka 30 unaweza kuta ilikuwa ni mwezi wa 6 wakati malaika Gabriel, Waislamu wanamuita Jibril, wakati alienda kwa nani? Kwa Maria kumpasha habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Kukawa na mazungumzo pale.
Maria anasema mimi ni bikira, sijui mume, itakuwaje? Malaika anamwambia Roho wa Mungu utakuwa juu yako, utachokizaa kitaitwa kitakatifu, mwana wa aliye juu. Ukisoma ile aya yake ya 38, Maria unaona anakubali. Anasema, maana aliposema iwezekane, aya yake ya 37, malaika akamwambia hakuna kitu kinamshinda Mungu. Aya yake ya 38, Maria anakubali, na iwe kama Mungu atakavyo. Ushasikia maneno hayo? So ilikuwa ni mwezi wa 6, na mwezi huo wa 6 ndio yule binamu yake nani, Elizabeth, naye pia alikuwa na mimba ya miezi 6. Na wakati alienda katika ile nchi ya Firauni ya milima kumwamkua tu kitoto kichanga kacheka. Sasa anza tuhesabu. Kama ni mwezi wa 6 ndio malaika alienda kupasha habari ya mimba ya Maria. Na kama tuanze mwezi wa 6, Yesu hawezi kuwa imefika Desemba amezaliwa, itakuwa ni uongo kabisa. Inamaanisha kwamba basi Yesu Maria alimzaa Yesu ilikuwa mimba yake ni ya miezi 5 na siku 25. Miezi 5 na siku 25. Maana ilikuwa ni mwezi wa 6. Miezi 5 na siku 25, ambayo ni uongo. Na kama Yesu angekuwa amezaliwa, basi hata hivyo tungeambiwa na Maria ni kama mama hawa wa kawaida ambao wanashika mimba miezi mingapi? 9, ama siku 280. Sijui tunaelewa? Ama miezi 9 mwanamke wa kawaida amezaa. Na kama hata tungesema basi Yesu ni nabii ama ni ana uungu ndani yake, haizi kuwa tu hiyo miezi michache eti Yesu akazaliwa. Ama pamoja na hivyo Biblia ingetuambia, maana maandiko yanasema katika kitabu hichi cha Ufunuo 22 aya yake ya 18 hadi 19, yaani tunashuhudiwa maneno yaliyo katika kitabu hichi. Mtu wote asiongeze wala asipunguze, akalaumiwa ni muongo, na atakayeongeza na kupunguza laana itakuwa juu yake. Na si hapo tu, hata Torati 4:2 neno la Mungu limehakikishwa kwa wale wa mchao, tusiongeze wala tusipunguze. Na si hivyo tu, hata Methali 30 aya yake ya 5 na 6 pia tumeambiwa tusiongeze tusipunguze. Na ukisoma Torati 29:29 unaona ya kwamba maneno ya siri na Mwenyezi Mungu yale yamefunuliwa ni yetu na watoto wetu. Kwa hivyo hii story ya kusema Yesu alizaliwa tarehe 25 Krismasi, hizo story ni za kudanganya toto. Nitakusomea nukuu chache tu hapa tu. Tuangalie hapa. Tuangalie hii inaitwa The New Encyclopedia Britannia. Inasema hivi na nyingine ambayo inasema Sacred Origin of Profound Things. Tunasoma inasema hivi, kwa mujibu wa kitabu kiitwacho Sacred Origins of Profound Things, ni kuwa hakuna udhibitisho wa maandiko kwamba wanafunzi wa Yesu walisherehekea Krismasi. Hata wanafunzi wa Yesu wenyewe hawajasherehekea Krismasi. Inaendelea kusema katika Encyclopedia Britannia inasema hivi, wachunguzi wengi wa historia wa kanisa wanasema kwamba baadaye watu fulani waliodai kuwa Wakristo walitaka tarehe 25 ipatikane na sherehe ya kipagani ya kuzaliwa kwa Mungu jua, Apollo aliyeshindwa. Hai, unaona maneno hayo, hiyo yote utakuta haihusiani. Tukisoma kitabu ambacho inasema, kitabu ambacho kinaitwa What Does the Bible Real Teaches, unasoma tu haraka hapa ukurasa wake wa 221 na 222, inasema hivi, the Bible does not tell us when Jesus was born. However, it does not give us sound reason to conclude that the birth did not take place in December. Consider the weather condition at the time of the year in Bethlehem, where Jesus was born. The Jews' month of Kislev, corresponding to November to December, was a month of cold and rain weather. The month after that was Tebeth, December and January. It showed that lowest temperature of the year with occasional snow in the highlands. Let us see what the Bible tells us about the climate of the region. Akanuku kitabu gani? Cha Ezra. Hiyo nilikuwa nishafafanua. Ezra 10 aya ya 9 na 13, ambayo ilikuwa mwezi wa baridi na mvua nyingi.
ambapo huo mwezi watu hawezi toka nje kabisa. Kwa hivyo iwezi kukua ni siku ya kwamba Yesu alizaliwa. Angalia kitabu cha Yeremia 7. Tunataka tuone Yeremia sura ya 7. Kutaka kujua siku hii ni hatari na ya wapagani kweli. Tusome hii aya yake ya 8. Sikiza Yeremia 7 aya yake ya 8, tutasoma paka ya 10. Inasema hivi: angalieni, mnatumania maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kufukizia Baali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Ni Mungu anasema. Yaani siku hiyo ya Christmas wapagani vile ni siku ya kuzini, ni siku ya kuiba, ni siku ya kuua. Na ukiangalia hata serikali zote dunia nzima inapofika tunakaribia Christmas inaanza kuonya watu. Watu wajihadhari. Magari ajali barabarani, watu wanakufa, ndege zilianguka, hizi gari za moshi, treni, meli, magari, watu kudungana visu, wengine wakunywa pombe. Yaani wengine wajitia kitanzi tu. Ukitaka kujua si mwezi mzuri, ni mwezi wa kishetani, angalia vifo vya watu. Umeona? Tunaendelea kusoma aya yake ile ya 18. Sikiza habari hizi zote. Ushahidi wa Biblia inasema hivyo: watoto huokota kuni ikifika hiyo Christmas. Watoto huokota kuni na baba zao huwasha moto, na wanawake ukanda unga ili kumfanyia mikate Malkia wa mbinguni na kuimiminia miungu mingine sadaka ya kinywaji, wapate kunikasirisha mimi. Je, watu hawa wananikasirisha mimi? Asema Bwana. Unaona? Si mimi nasema Bwana. Yaani kama kule vijijini, natoa mfano hata kwetu. Ilikuwa ikifika Christmas pale, Christmas wakati tuko ujingani, watoto hatuelewi, sijasoma vitabu na kuelewa mambo haya. Ilikuwa ikifika kule kazi yetu naenda kutafuta kuni. Alafu kama njiti ya kiberiti imebaki moja tu, unajua sisi hatuwezi kutumia ile moja na ikawaka. Tuna baba ndiye anawasha. Maana unasikia hapa amesema watoto huokota kuni na baba uwasha moto. Wakina mama kazi yao ilikuwa ni kukanda unga, chapati ama keki ama mahamri. Sikio ni Christmas. Yote maandiko yametabiri. Sijui tunaelewana. Ilikuwa ni kazi ya kina baba kukanda unga. Alafu tunaambiwa tunamfanyia nani? Malkia wa mbinguni. Maana huyo mke wake Nimrod alikuwa anajiita Malkia wa mbinguni. Unaona hiyo mchezo? Alafu hapa wanahistoria wanamuita Semiramis kulingana na jina la kipagani la Wababiloni. Sasa haya yote 9 tunakuja tunajiuliza ya kwamba swali, kama Biblia hii kusema Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba, ilitoka wapi? Tunaona wakati wapagani walipoanzisha hii siku, ilikuja ikatoka Babeli. Wakati utawala wa Babeli ulianza kutawala ulimwengu rasmi dunia nzima, Nebukadreza mwaka wa 606 BC. Baada utawala huo mkubwa, utawala uliofuatia ni utawala wa Wamedi na Wajemi, wa Irani wale na wa Kuwait wale majirani zao pale. Ndio utawala wa pili dunia nzima mwaka wa 538 BC. Kutoka hapo ilihamishwa upagani huo ikaenda paka kwa Wagiriki ama ukipenda ita wa Yunani. Mwaka wa 331 BC. BC inamaanisha Yesu hajaja bado. Baada kutoka hapa upagani huo wa kusherehekea Mungu jua ulihamishwa paka kwa Rumi ya kipagani ama ya kishenzi ama ya kishetani ambayo ilianza tawala ulimwengu mwaka 168 BC. Sasa Rumi hiyo ilikuja ikagawanyika mwaka wa 470 na ngapi? 76. Sasa Rumi hiyo ndio inakuja paka unaona Yesu naye anazaliwa. Yesu anapozaliwa, kusoma vitabu vya historia wanasema Yesu alizaliwa between 6 to 4 BC. Wanahistoria wanatuambia hivyo. Umeona? Sasa Yesu anapozaliwa hata alikuta Rumi inatawala ulimwengu. Ukiangalia hata Herode, ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 2, Herode ndiye anatawala kule Middle East. Na ndio unaona mamajusi walipotoka mashariki kusema ni wapi mfalme amezaliwa, tumeona nyota. Herode alikasirika, akashangaa mtoto mdogo huyu amezaliwa leo aabudiwe licha mimi, na wakati huo watu kana abudu watawala. Ndiye akaenda akapeleleza kwa manabii. Manabii wakamwambia kulingana na unabii wa Mika 5:2 ni Bethlehem ya Uyahudi.
Ndiye akawaambia wale majusi, basi nendeni, mkishatoka kule pia mje mnitaarifu na mimi niende nikamwabudu. Kumbe lengo lake kutaka kumuua Yesu, chuki. Ushaona? So wakati huo bado hatujapata kanisa linaitwa Roman Catholic, bado tunaelewana bado. Kwa hivyo Yesu anazaliwa anakuta tawala wa Kirumi. Rumi hiyo tawala yake ilikuwa na chuki na Yesu na wanafunzi wa Yesu, lakini si chuki ya hivi hivi. Shetani alikuwa ndani ya hiyo tawala. Ndio unaona ya kwamba baada ya Rumi sasa kuona utawala wake umegawanyika katika sehemu 10. Na katika sehemu 10 ni mataifa haya naenda kuyataja mbele yenu, na mengine ndio superpower mpaka leo. Mataifa haya yanapatikana katika bara Europa. Mataifa yao ni kama taifa la kwanza ni Italy, ndio tunapata Rumi hapa. Taifa la pili ni England. Taifa la tatu ni Ufaransa. Taifa la 4 ni Ujerumani. Taifa la 5 ni Ubelgiji. Taifa la 6 ni taifa tunaita Spain. Alafu la 7 ni hawa tunaita Holland. Tunaelewana? Alafu mataifa mengine sahihi yapatikane ulimwenguni. Ilikuwa ni Eruri ambaye iliondolewa mwaka gani? Mwaka wa 493. Alafu ikafuatwa na taifa ambaye inajulikana kama Vandal, ikaondolewa mwaka gani? Mwaka wa 534 AD. Alafu taifa la mwisho liliondolewa mwaka gani? Mwaka wa 538 AD. Sasa mwaka huo ndo mfalme huyu wa wapi? Mfalme wa Rumi ndiye aliweza peana utawala wake kwa upapa. Upapa ni uongozi wa Kikatoliki ambaye ni mtawala ambaye ndiye anakaa Vatican City pale. Sasa hao baada ya kuchukua usukani, hao watawala wa Kirumi ndio waliweza chukua sasa hii sherehe, na ilianza kidogo kidogo na huyu akanaitwa nani? Constantino. Constantino alikuwa ndio mtawala wa mwisho wa Rumi. Na huyu Constantino ukinanukuu kitabu ambacho kinaitwa The Compact History of Roman Catholic Church ukurasa wa 30. Yeye ndio aliweza kuchukua sherehe zile za kipagani za kuabudu jua, yani Christmas, akaunganisha na Wakristo ili wafurahishe wapagani na Wakristo wapate wafuasi wengi. Na wakati huo katika Rumi kule Italy, sherehe hiyo inajulikana kama Saturnalia. Saturnalia kwa lugha ya Kitaliano, Saturnalia. Ndiye alipounganisha, ndio neno upapa huu ukachukua Krismasi ukaingiza kanisani. Ulipoingiza kanisani sasa, yule mwanamke alikuwa anaitwa Semiramis ama Malkia wa Mbinguni, akapewa jina ndio Maria, huyu aliyomzaa Yesu. Naona vile upagani uliingizwa kanisani ukakubalika. Alafu yule Nimrod akapewa jina ndio Yusufu. Kale katoto kalikuwa kanaitwa Tamuzi ambaye anafananishwa na nyota, akapewa jina ndio Yesu. Na ndio unaona Christmas kila mara nenda hata kule Vatican City ama katika makanisa makubwa ya Kikatoliki Anglican, utaona ikifika tarehe 24 kabla hajaingia tarehe 25 usiku wake, tuna makanisa yote pale kuna mti, hiyo Christmas tree hiyo nimezungumzia, na utakuta pale kuna box pale na kuna zawadi, alafu kuna sanamu pale za watu watatu. Ile ilikuwa ya Nimrod, unaambia huyu sasa ndio Yusufu. Yule alikuwa Semiramis ama Malkia wa Mbinguni, yule ndio Maria. Kale kalikuwa kanawakilisha nyota, unaambiwa Tamuzi ndio Yesu. Na uongo unaingiana, na unakuwa ni uongo mtakatifu mpaka watu wanaingiana. Muona ushenzi vile umeingizwa ulimwenguni. Na utakuta Christmas pekee imesalia kwa kanisa la Kirumi ndio inapigia debe dunia nzima Christmas. Utakuta taa wengine wanaitwa za kiroho, na hao wengine wameshaanza kujua ukweli. Siku hii si siku Yesu alizaliwa. Maana Biblia iko wazi kabisa. Hakuna wakati Yesu amesema hata yeye mwenyewe siku yake fanya nini? Watu waisherekee ama watu wafanye nini? Waabudu siku hiyo. La asha. Kwa nini? Ni kama vile nimesema. Ukienda kule beach, na nitakuonesha klipu hii wewe mwenyewe utaona mwenyewe. Ukienda kule Pirates ambayo inajulikana kama Kenyatta Beach Pirates katika county ya Mombasa, utaona vile watu wamekusanyika pale. Utakuta pale si Mkristo, si Muislam, si mpagani, si mzungu, si Mwafrika, si tajiri, si maskini. Utaona pale wamejaa, wengine wanakunwa, wengine wanavuta, wengine wamesimama, wengine wanatembea, wengine hata wanaibia wenzao pesa, wengine simu, wengine mikufu ya dhahabu, wengine wanaogelea, wengine wanatongozana, wengine wanavuka mipaka hata ndani ya maji wanafanya kitendo cha ngono. Hiyo yote kwa sababu ya Christmas.
Angalia klipu hii wewe mwenyewe ujionee na macho, uone vile watu wanafanya kitendo cha ngono, vile watu wanaibia wengine, vile watu wanatongozana, na wengine sikio wanaenda sehemu mbalimbali wamebeba wake za watu, vile Biblia inasema mtazini, mtaua, mtaiba, hayo yote. Kumbe vile maandiko ndio unaona napenda Biblia kuliko vita vyote chini ya mbingu ambavyo nadai vya dini. Biblia ikisema kitu hiko, mtaiba, mtaua, mtazini, eti mkimfanyia Malkia wa mbinguni mikate. Umeona? Yote ukienda kule Pirates Beach, na si moja tu, nenda kule Zanzibar, ile beach ya Zanzibar utakuta hivyo, nenda Diani Beach utakuta hivyo, nenda kule Paris Beach, nenda kule America California utakuta ni hivyo hivyo system. Inapofika Desemba mambo ni hayo. Lakini baada hiyo sherehe kuisha tu, hebu waelezee, mko mnamsherekea Yesu ndio. Sasa mmeleteni injili ya Yesu, letao msamaha dhambi, na hii ni habari njema, tumwaminini mbatizwe. Utaona hata wengine watakodelea macho kama fisi aliyonyang'anywa mwanambuzi mdomoni kutukana kafiri mkubwa. Na ndio maana Mungu alijua, akaificha hii siku, hakuna nabii, hakuna mtume anaifahamu. Maana tungeifahamu tungeiabudu siku kuliko hata Mungu mwenyewe anastahili kuabudiwa. Hebu angalia, hii ni abandia, ni inashirikiwa kwa vishindo. Je, wangelijua siku ya Yesu kuzaliwa ingekuwaje? Hii Christmas ambayo imeleta shida dunia. Hii ni historia ya Christmas. Hebu tuangalie, tuchachawize vitu vingine ambaye muhimu. Nitakusomea ushahidi mwingine hapa. Na pia kukuthibitisha vile Tamuzi aliuawa, nitasoma pia ushahidi mwingine. Katika ushahidi mmoja ambaye nimepakua kwa bwana mmoja anajulikana kama Craig Palsai, anasema hivi: though December 25th is the day Christians celebrated the birth of Jesus Christ, the date is self and several of the customs we have come to associate with Christmas actually involve from pagans traditional celebrating the winter solstice. Umeona sasa? Yeye naye pia anasema kweli Christmas tumeileta kutoka kwa wapagani, ambayo inahusiana na siku ya wapagani. Huyu bwana anaendelea kutuambia katika kamusi hii according to TammuzEncyclopedia.com, anasema hivi: how Tammuz was killed. Sometimes later, Ishtar, huyu alikuwa ndio mama yake, became pregnant, supposed by the rays of the Baal or the sun. Unfortunately, the son she bore, Tammuz, was killed by a wild boar as he was hunting. Semiramis, his mother, proclaimed that Tammuz was ascent to Baal or sun as well. Yani amepanda akaenda kwa Baal ama jua. In mourning for Tammuz, the people were to eat not meat, yani walikuwa wali nyama for 40 days. Yani walikuwa haruhusiwi kula nyama kwa siku 40. Na ndio unaona sasa zingine kuna sherehe zingine za katika kanisa mnaambiwa hii siku hii ni sherehe sijui Jumatano ya majivu sijui nini, hamruhusiwi kula nyama na vitu vingine kama hivyo. Hii ndio tunakuja kwa vishindo tukipinga kabisa mambo haya ya Krismasi ni mambo ya kipagani. Na kitu ambaye Biblia inaturuhusu ni tujue tu nini kuzaliwa kweli. Yesu alizaliwa na Maria, atupingi, na Biblia haijatupatia tarehe hiyo, tumenyamaza na nishatoa zile aya ambazo zinatuongoza katika Biblia, tusiongeze wala tusipunguze tukalaumua. Kama nimesema Methali ngapi? 30 aya ya 5 na aya ya 6. Nikasema pia Torati 4:2 na Ufunuo 22:18 hadi 20. Tunaambiwa tusiongeze tusipunguze. Na nikasoma Torati 29:29. Maneno ya siri ni ya Mungu, lakini yale alifunua ni yetu na watoto wetu. Hasa tusiongeze vitu ambavyo viko. Na ndio unaona pia ukisoma katika katekisimu ya Catholic, utaona pia nao wanamuita Maria Malkia wa mbinguni, ambaye neno hilo ni la kipagani na kufuru kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mbinguni tunajua anayetawala vile Biblia inavyosema ni Yesu. Katika kitabu hichi cha Mathayo 28:18 Yesu anasema anayo mamlaka mbinguni na duniani. Kwa hivyo ni Yesu anafanya nini? Anatawala mbinguni na duniani. Yesu ndio mfalme. Na ndio unaona Ufunuo pia ile 17:14, maana unaambiwa mwana wa kondoo ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, si Maria. Lakini sasa katekisimu ya Katoliki wanasema Maria ndio malkia wa mbinguni. Jina hilo walilitoa katika yule mama yule Semiramis.
Malkia wa mbinguni ambaye watu wanamfanyia mikate, wanamfanyia sherehe. Nimesema hivi, Tamuzi alikuwa analiliwa na anaabudiwa. Na ni kitabu cha Ezekiel. Nataka nirudie kitu hapo upate kitu hapo. Katika kitabu hichi cha Ezekiel 8, hii aya yake ya 14 inasema, ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana, yani kanisa, kuelekea upande wa kaskazini, na tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wanawake wamekaa kumlilia Tamuzi. Aya yake ya 16, akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi wa madhabahu, walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Usisahau, mashariki mara nyingi jua linatokea kule. Na ukisoma pia kitabu hiki unaambiwa kanisa la Kirumi lilibuni ibada kama zile za kuelekea mashariki. Kusoma kitabu hichi ambapo kimeandikwa na huyu Cardinal Newman, ambaye kinaitwa Development of Christian Doctrine, anaonyesha asili ya mwanzo wa mafundisho ya kanisa lake. Huyu alikuwa ni cardinal wa kanisa la Catholic. Anasema ilibidi kanisa kupitia uongozi wake kuiga na kukubaliana na desturi nyingi zilizokuwa za kishenzi, za kishetani na za kishenzi. Sikiza hiyo tafsiri. Hii ni pointi kubwa sana hii. Huyu ni cardinal wa Katoliki, anajulikana kama Newman. Katika kitabu chake kinaitwa Development of Christian Doctrine, anaonyesha asili ya mwanzo wa mafundisho ya kanisa lake, akisema ilibidi kanisa kupitia viongozi wake kuiga na kukubaliana na desturi nyingi zilizokuwa za kishetani na za kishenzi ili kupata watu wengi kuja kanisani. Hata watu mashauri na wasomi walikubaliwa kuja kwa Ukristo na mafundisho yao. Hivi walitumia vyombo vya kishetani na majini kufanya kazi ya Kikristo. Tunaambiwa na Eubius kwamba Konstantino aliamuru mavazi ya kishenzi ambaye waliovaa hekaluni zivaliwe kwa dini hii mpya, Ukristo, ili waweze kuwaleta watu wa utawala, kutumia hekalu, kutengwa wakfu kwa ukumbusho wa watakatifu, mapambo ya matawi, manukato, mataa, mishumaa, matoleo fulani ili wagonjwa kupona, maji matakatifu, matumizi ya kalenda, mavazi mengi kwa kutumia madhabahuni, pete za ndoa, kusali kuelekea mashariki, hata sala za kurudia yote yaliletwa kanisani kukubaliwa kwa Ukristo. Katika kitabu hicho ni ukurasa wa 371 na 373. Nasikia maneno hayo, ushahidi mkubwa kabisa. Mambo ya Christmas leo bye bye. Tuamini tu Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mambo ya kuzaliwa, mambo ya birthday, sikukuu nyingi za Diana, Valentine, hizi zote tumeletwa na hawa jamaa tu kutukoroga akili tu. Uhusiano wako na Mungu ndio kitu muhimu. Kumwamini Yesu, kuenenda kulingana na amri zake, kujiandaa maana hivi karibuni anakuja. Mambo mengi ya kudanganywa. Christmas ni siku haihusiani, ni wapagani kuchukua siku ya kipagani kuunganisha na Yesu ili ndio tupatikane wengi, na hiyo yote ni mbinu ya shetani kutaka kuwadanganya watu wa Mungu. Lakini tukiwa hapa duniani, kwa kuchunguza, kufanya utafiti na kusoma vitabu vingi, lazima tuwajuze watu wa Mungu ili wajue yale yanayopaswa Mungu na yale yanayempasha shetani kuepukana nayo kabisa. Mkristo, wewe mche Mungu, mwamini Yesu, batizo wa maji mengi, kaa maisha ya kumtumikia Mungu, na zaidi Mungu atakujalia. Mimi sina mengi ya kusema. Ningependa sana uipende video hii, usambaze kwa mwenzako, na ushare, na hata utoe comments zako, na zaidi subscribe. Nikitoa video nyingine wewe ndio wa kwanza kuipata. Na zaidi supporteni hata kwa hela, ili kila siku tu tunatoa video. Support, ukisikia usiwe mgumu, support chochote, iwe ni 10, 50, 100, nini, hata nipigie simu tu niambie mtumishi, hata niombee mtumishi, hata nataka ushauri mtumishi, uliza maswali. Mungu ametupatia neema pekee na ametujalia kipawa cha kujibu kila aina, maana tumesoma vitabu vya Kihindi, vitabu vya Kiislamu vyote, Qur'an, vitabu vya hadithi, tumesoma Biblia, tafsiri zote. Si tuko hapa tu
Kwa neema Mungu alitujalia ili na sisi tukujuze na ufikiwe, uhusiano wako uwe mzuri na Mwenyezi Mungu. Mtazamaji, mimi nikisema asante sana na kukaribisha tena, na sisi support ili kila mara tu tunatoa video. Tukifikisha, maana channel yetu bado changa, tukifikisha tu subscriber 1000 tutakuwa kidogo tumepiga hatua. Tunaweka video kila siku, maana kichwa hichi kimejaa mafundisho mengi ambao Wakristo hawaambiwi makanisani. Watu wengi hata waambiwi katika vyuo vikuu tunaenda, hata katika shule tunazoenda, hata katika mabunge yetu hatuambiwi. Sisi tunakaa tu. Lazima ujue ukweli wa Mungu, usafishe akili zako, umuelewe Mungu ni nani, kitu gani Mungu anapenda, kitu gani Mungu hapendi. Asante. Mwenyezi Mungu awabariki. Tuombe. Katika jina la Bwana Yesu tunashukuru vile umetufunulia kupitia vitabu vyako ukweli wa maandiko. Waacha upewe sifa na uitwe Mungu, na waliosikiza waguse nyoyo zao, wakuelekee wewe, waache kudanganywa kufuata siku zilikuwa za wapagani na kuingizwa katika kanisa na kulazimishwa. Mungu, wameshasikia, uamuzi ni wao. Maana wewe ni Mungu wa demokrasia, umenitumia, nimewafundisha. Watakayeamini ni sawa, watakaye kataa wote wewe ndio mwenye kuhukumu, si mimi. Wacha mapenzi yako yatendeke, na popote tulienda kinyume na mapenzi yako tusamee kama wanadamu, tuandae katika ufalme wako. Na zaidi wabariki wasikilizaji wote na watazamaji popote mahali walipo. Na huduma hii naiweka mkononi mwako, shetani asikanyagie, maana inajuza watu mambo makuu sana yanayotendeka hapa duniani. Wacha mapenzi yako yatendeke, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pulse Media Trend. Education, entertainment and promotion.